Kwa majina mimi naitwa Bernard Mjengwa, mwanachama wa Yanga tawi la wakali wa Chang'ombe. Sababu sisi Yanga kama Yanga kupitia kamati ya Yanga, baada ya mchezo ule kuahirishwa, kesho yake tulipeleka malalamiko yetu ya maandishi TFF, ambayo kwa kuchafua hali ya hewa amesema viongozi wetu ni wachafu. Sasa labda sisi kama wazee wa Dodoma tumuombe akawasafisha ili wang'ae, wakitembea waonekane ni wasafi. Lakini sisi tunajua kwamba viongozi wetu ni wasafi, mpaka kuna timu zimetoka nje ya nchi kuja kujifunza kwetu sisi vizuri vile tulivyo navyo. Na sisi tumetoka hapa kwenda South Africa kujifunza wenzetu wanapataje maendeleo ya ushindi mpaka wanasonga mbele. Mtu mchafu angefanya hivyo tulivyovifanya. Niwaombe viongozi wangu wa Yanga wa ngazi za juu waendelee na msimamo wa kusema mechi haitarudiwa. Hata kama tutapokwa point na kupigwa fine, tuko tayari wazee wa Dodoma na Watanzania wengine wote wapenda Yanga kuchangia hiyo fine itakayotoka. Na mimi nikiwa naongoza hata kwa kuuza seti zangu. Kwa sababu haiwezekani watoto mmezaliwa baba mmoja na mama mmoja, lakini mwingine anatengenezewa favor ya kupewa ukaribu, nenda kasome international, mimi napelekwa Kayumba. Ninapokwenda kusoma Kayumba bado nafanya vizuri kuliko hilo uliyempeleka international. Wewe unaamua kutumia nguvu na mamlaka ulionayo kusema kwamba wewe unayesoma Kayumba umeferi. Mimi sijaferi, naferishwa. Naferishwa kwa sababu gani? Kila mtu anaona. Tukirudi sasa hivi kwa mpira wa Tanzania, tukachukua mtu kutoka nje, either Urusi, India, China, Japani, kwa watu wa mpira, tukawaleta hapa, tusiwaambie hii ndo Simba, hii ndo Yanga, hii ndo Mtibwa, hii ndo Azam. Wafike tu waangalie. Mnaambia kwa sifa ambazo mnasikia Yanga kwamba anacheza vizuri. Nyinyi mmeangalia kwenye mechi zile, Yanga ni timu ipi? Yaani yule mgeni atakwambia Yanga ni hawa wanaocheza vizuri, kwa sababu atajionea mwenyewe, kwa sababu ni mtu wa mpira. Juzi rais wetu wa chama cha mpira alipofika, lugha aliyoitumia kwanza sio lugha ya kimpira. Ile ni lugha mimi nimekosana na mke wangu nyumbani, naenda kumtamkia kwa sababu na mmiliki nimemlipia mahari. Kalia hajailipia mahari Yanga, ila yeye amepewa dhamana tu ya kuiongoza, kwamba mimi nitakuwa kiongozi wa mpira, watu wote wafate sheria ya kulia na kushoto. Lakini anachokionyesha kwa Watanzania, yeye anafuata sheria ya kushoto ambako yeye ana itikadi nako, lakini huku kulia anaendelea kukugandamiza. Mimi napata wasiwasi hata ile nia aliyoweka kwamba anataka kugombea tena. Ningekuwa na uwezo mimi wa kimungu, ningewageuza wapiga kula wote wampe 0. Kwa sababu sisi tunahitaji kusonga mbele kimaendeleo ya mpira, tuwafikie Uingereza, Spain, Ufaransa na mataifa mengine, Argentina na wengine wanaofuata. Lakini kwa mtindo huu tunaokwenda nao, timu yetu ya taifa itaendelea kuwa sikio la kufa ambalo alisikii dawa. Hata ukimleta nani, tuna wachezaji wengi. Tukichukua orodha sasa hivi kuchukua wachezaji wa Tanzania waloko Sweden ambao hawajacheza timu ya taifa yoyote, wako zaidi ya 14. Lakini leo hii ukiwaambia njoo cheza timu ya taifa ya Tanzania, wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma kwa sababu ya misingi. Misingi tuliyoitengeneza juu kwenye chama chetu cha mpira ni misingi ambayo haina faida. Tutengeneze vile vitu ambavyo vina faida ya kusaidia jamii, sio kumfeva mtu, kusaidia jamii. Una timu 16 kwenye ligi au timu 18. Anzia namba 1 mpaka timu ya mwisho, wote ni watoto wako. Akionewa mmoja, simama kwenye mstari. Mimi ningefurahi sana kama ningesikia rais wetu Karia alipofika akakaa kimya na kusubiri mamlaka za kisheria ambazo yeye anazisimamia tayari zilishapelekewa lile jukumu. Na tunamuomba aombe msamaha mbele ya hadhara kwamba niliteleza, kwa sababu sijawahi kuona kwenye utaratibu wa sheria, wanasheria wenzetu humu watatusaidia. Kesi imepelekwa mahakama ya mwanzo, jaji anasimama kama mimi
anasema kesi namba 184 huyo mtu anyongwe. Si tayari umeshampa yule hakimu hukumu ya kwenda kufanya? Na yeye Karia alivyotamka juzi, ile kamati ameielekeza kwamba Yanga wana makosa, mechi irudiwe. Ni maelekezo ameyatoa. Na kama si maelekezo basi aombe samahani kama mwenzake alivyoomba samahani kusema uongo kwamba Yanga ilifanya mazoezi kwenye mechi ya kwanza uwanja wa Taifa wakati wamekutana na Simba, wakati si kweli. Lakini kwa ubinadamu na uoga wa Mwenyezi Mungu alirudi akasema jamani, mnisamee, Yanga wakufanya mazoezi.